Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Uwarigani mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana kile kilichopo mezani wakati huu juu ya taarifa kubwa ambayo imekwenda kutolewa leo hii mapema kabisa kuhusiana na mchezo wa dabi ya Dar es Salaam, ukiweza kuwakutanisha miamba ya soka ya Tanzania. Nazungumzia kati ya Young Africans dhidi ya klabu ya Azam FC katika dimba la Benjamin Mkapa, mchezo ambao ulikuwa ukiweza kusubiliwa kwa hamu kweli na umepigwa kumalizika sare ya 0-0 ya kukuwa na bao la aina yoyote, lakini matukio ambayo yameweza kujitokeza nje pamoja na ndani ya uwanja yanaleta maswali na yameweza kutolewa maamuzi mazito kweli baada ya kamati kuweza kukaa na kuweza kujiridhisha juu ya kile kilichoweza kutokea ndani ya uwanja. Ni matukio gani hayo? Yote nimeweza kukusogezea katika taarifa hii na maamuzi ambayo yamekwenda kuchukuliwa katika hatua ambayo imeweza kujiri katika mchezo huo wa dabi ya Dar es Salaam. Matukio ambayo yaliweza kugonga vichwa vya habari, kugonga masikio ya watu na kujiuliza imekuwaje, nini kimeweza kutokea. Sasa mimi nimekuletea ufafanuzi na maamuzi ambayo yamekwenda kuchukuliwa, ila kabla tujaendelea ni kukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu. Kuna katika kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Bana, mchezo huo ambao ulikuwa ukisubiri kwa hamu na ulifanyika, lakini kuna baadhi ya matukio ambayo yaliweza kuleta ukakasi katika safu ya waamuzi. Kuna baadhi ya matukio ambayo yaliweza kutokea katika mchezo huo, na kubwa zaidi ni tukio la penati katika dakika za mwishoni za mchezo huo, ambapo tukio lilokwenda kuwakutanisha kati ya Fuentes Mendoza kutoka pale Azam FC na mwanamfalme, hapa nazungumzia Prince Mpumelelo Dube, baada ya kukutana na mgusano ambao kwa tafsiri ya wengi wanatafsiri kwamba pengine ulikuwa ni mgusano halali ambao ungetengeneza mazingira ya Young Africans kuweza kupata penalti. Huenda sasa kama angefunga ama ingekuwaje, sasa huko ilikuwa ni kwingine, lakini kubwa ilikuwa ni swala la penalti, ambapo mjadala umekuwa ni mzito kweli juu ya kile kilichoweza kutokea baada ya muamuzi kuweza kukataa tukio hilo na kusema kwamba ni fair challenge, jambo ambalo limeeleza kuleta maswali mengi, pia kuwa mada kubwa kwa siku hii ya leo. Lakini taarifa ambayo imetolewa na mimi pia nimekusogezea, utakwenda kujua hapa mwanzo mwisho kilichojiri. Lakini anaandika mchambuzi Abisai Steven, anasema kwamba kwa tathmini yangu juu ya mwamuzi Ali Mnyupe, Ibrahim Baka alistahili kuoneshwa kadi ya njano kwa kumhold Zidane Selesi, lakini mwamuzi alimbeba Baka licha ya kuwa alifanya technical foul mara mbili. Lefa alimuonya baada ya kupewa pressure. Idi Suleiman Nado alistahili kadi ya njano kwa kumkwatua kwa makusudi Israeli Mwenda. Mwamuzi alimbeba Nado wala kumuonesha kadi ya njano. Pacome Zouzoua alimkwatua Lusajo Mwekenda kwa makusudi ili kuua move ya transaction ya Azam, tena from behind, lakini mwamuzi alimbeba Pacome wala kumuonesha kadi ya njano. Prince Dube aligongesha kwa makusudi kwa Fuentes Mendoza ili apate contract, alimuwin mwamuzi, lakini Mnyupe aliamua sahihi, hakuna penalty pale. Fuentes akuinua miguu kumzuia Dube. Baada ya Dube
kutan alafu beki Fuentes angeinua mguu baada ya kukosa mpira na kudhamiria kumzuia Dube, ile ingekuwa faulo na penalti tu. Mwamuzi aliamua vizuri, ila Dube amejiangusha. Kipa Djigui Diarra alionyeshwa kadi ya njano ya kwanza kwa kosa la kumtolea maneno mwamuzi kwa kumpinga uamuzi wake, lakini baada ya mchezo kuisha alimfuata mwamuzi na kumpuuza tena. Diarra alionekana akinyoosha mikono yake kuonesha kupingana na mwamuzi na kumpuuza kwa njia isiyofaa. Alistahili red card pale pale. Mwamuzi aliona akawa anacheka, alimbeba Diarra. Diarra amekuwa na tabia hii hata kwenye dabi ya Kariakoo aliponea kuoneshwa second yellow kwa kumfuata mwamuzi msaidizi hadi usoni na kumuonesha vidole huku akimkoromea. Mwamuzi Ali Mnyupe alionekana kuogopa kuwaonyesha yellow card kwa wachezaji wa Yanga na haraka sana anaonesha kwa wachezaji wa Azam. Double standards kwa mwamuzi, anaogopa nini? Mechi ilikuwa nzuri sana kimbinu, ila mwamuzi analazimisha kutrendi tu. TFF na TPLB, poleni sana, mna changamoto sana na hawa waamuzi wenu wenye double standard na kuchafua juhudi zenu, ameandika Abisai Steven kwa kile ambacho kinachokwenda kutokea kwenye kikosi cha wananchi Young Africans, ambapo kulingana na seti ya wachezaji waliopo Young Africans, unaweza ukaona namna gani ambavyo kile kinachokwenda kutokea kwa sasa, ambapo taarifa za ndani kabisa inaelezwa kwamba tathmini juu ya mwamuzi na yale ambayo yanaendelea kwa sasa yanaendelea kuweza kujadiliwa juu ya kile kinachotokea, ambapo yale ambayo yameweza kuzungumzwa, anaandika Jemedari Saidi anasema ya kwamba sasa sijui kamati ya uendeshaji ni ile presidents wameseti watamshusha huyu mwamuzi daraja au watamliwa miezi 6 au mitatu. Tusubiri tuone. Hapa wala waliokuwa hawajaelewa kuhusu Kasim Mpanga, Hamdani Saidi na Abdalla mwenye mkundo wataelewa kulikuwa tunamaanisha nini. Manake huyu refa amekuwa bora kwa muda wote, lakini ili tukio limempita katikati hali ya kawaida tu, kwa kuwa hakuwa na msaada wa teknolojia kumuadhibu hadi unaona ganzi. Tukisema tunamaanisha kamati ili hukumu kwa hisia yale matukio, unaona bana. Yanga wamenyimwa penati halali, unaona bana. Hii ni kauli ya Jemedari Saidi, lakini anaandika mchambuzi Hans Raphael, yeye anazungumzia kile kilichotokea, ambapo Hans Raphael anasema kwamba naungana na Geoffrey, ile ya Dube sio penati. Wakati Dube anapokea mpira ndani ya box, tayari Fuentes Mendoza alikuwa ameshatanua miguu yake. Kwa kuwa kwangu mimi mguso ulikuwepo, lakini ni soft sana, ningekuwa refa ile sio penati, unaona bana. Lakini Wilson Wauluma, mchambuzi, yeye anasema ya kwamba Yanga walinyimwa tuta la wazi. Prince Dube alifanywa faulo hapa, Fuentes Mendoza amefanya kitu tunaita obstruction. Hii kwangu itakiwa kuwa mkwaju wa penati. Kwa hiyo unaweza kaona namna gani ambavyo wachambuzi wengi wanaonekana kusimama na Young Africans. Sasa tusubiri kuweza kuona kamati ya masaa 72 itakuja na lipi, lakini TFF pamoja na bodi ya ligi juu ya mwamuzi huyu katika maamuzi ambayo yamekwenda kutokea. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa